Nabii Ibrahim alayhi salam alipokuwa ameona nyota akataka kuziabudu, si ndio? Akaona, kisha akabadilisha nia, akaona mwezi, akasema atakuabudu. Kisha akaona nini? Jua. Lakini akaona huenda akapotea, si ndio? Si Nabii Ibrahim, ni kaumu ya Nabii Ibrahim. Kaumu ya Nabii Ibrahim. Lakini kuna aya nadhani Nabii Mungu akisema hivi. Nimeona nyota, akaona hii, lakini kwa ufupi mwisho akamwomba Allah Subhanahu wa ta'ala amuongoze katika njia sawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Viewers, welcome to Halal Charity TV, the media arm of Halal Charitable Trust, a registered non-profit making organization, non-governmental organization based in Mtwapa. We work with the community for the community. Today, alhamdulillah, we are going to talk about SACCO, Islamic SACCO. And our guest today is from Taqwa SACCO. Inshallah, introduce yourself. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Salim Awad Saleh Ghalgan. I'm from Taqwa SACCO, Mombasa branch office. And I'm glad to be here. Shukran. Karibu sana Sheikh. Jazakallah. Swali la kwanza. Bismillah. SACCO ni kitu gani? Na Islamic SACCO ni nini? Ndio watazamaji waelewe tunaenda wapi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, viewers. First and foremost, I thank Allah Subhanahu wa ta'ala kwa kuniweka mzima na afya na kuweza kupata fursa hii kuja kuzungumza na nyinyi ndugu zangu kwa kupitia channel hii Halal TV. Na namshukuru ndugu yangu Sheikh Bashir kwa kunialika kuja hapa. Inshallah billahi ta'ala nitajaribu kuzungumza niweze kufahamika na Mungu ataniwezesha inshallah kufanya hivyo. Ndugu yangu anauliza SACCO ni nini? SACCO is ni kuja pamoja kwa watu kushirikiana kwa minajili ya kuweza kupata natija. Kwa kama inavyosemekana, unaweza fanya kitu peke yako, lakini ukifanya pamoja na watu wengine unapata ajiri au unapata faida zaidi. Kama vile neno la kizungu linaitwa team, T-E-A-M, together everybody achieves more. Kwa hivyo SACCO ni watu wanakuja pamoja kwa malengo fulani ili wasaidike financially. Na mfumo huu umeanza kitambo na alhamdulillah sisi tunaifuatilia na tunachukulia kwa misingi ya dini ya Kiislamu. Shukran. Sasa kwa msingi tofauti ya Islamic SACCO na SACCO ya kawaida nini? Naona SACCO za kawaida ziko mingi tu, ziko nyingi za kaina aina. Huwa kuna SACCO za kampuni, za mabenki wanakaa pamoja wanashirikiana, the open SACCO, savings and credit society, ili watu waweza kuweka akiba alafu baadaye waweze kupata misaada kwa kupitia njia tofauti tofauti. Na SACCO aina hiyo na SACCO kama hii ambayo inachukua watu aina yote, haina ubaguzi, haibagui wala haichagui, lakini inawekwa kwa principle ya Kiislamu kama vile dini ya Kiislamu. Inakaribisha kila mtu, kila tabaka, kila rangi, mkubwa mdogo. Kwa hivyo hii SACCO hii ya Kiislamu tofauti yake ni kwa inafanya muamala kwa misingi ya mafundisho dini ya Kiislamu. Qur'an takatifu kama tunavyoelekezwa katika aya kadhaa katika noble Qur'an yetu, katika surah al-Baqara, katika surah al-Imran, katika surah Nisa, ambao sina haja kwenda deep maana tutatia mashekhe ambao watakuja kuzungumza au washai kuzungumza kuhusu, lakini tunafanya kwa misingi ya dini ya Kiislamu bila riba, kwa kuwa riba ni kitu ambacho kimeharamishwa na ni mtu yote anayechukua mikopo ama anafanya biashara kwa njia ya riba, basi huwa kama tunavyokumbushwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa declare war with Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna kitu kibaya kama hicho. Kwa hivyo SACCO yetu ni SACCO ambayo inawekwa katika misingi ya dini ya Kiislamu. Na Taqwa SACCO ilianzishwa lini Kenya?
Alhamdulillah. Na malengo yake, yani ni nini ilifanya mpaka mkaunda hii sako? What inspired wale walioanzisha? Wallahi, this is a very fundamental question nimeulizwa, na nashukuru kwa swali hilo. Na nafurahi uliwahi kuniuliza hilo swali, nadhani nitaweka bayana sasa. Sema, when was Taqwa Sacco established and what inspired its formation? Wallahi, ni jambo la kufurahisha na ni jambo la kutia moyo sana. Hii sako ilianzishwa, ilikuwa established in 1998. 1998. As we speak now, ni 20 years later ndio sasa tumefika hapa. Lakini nadhani wengi wetu watashangaa kwa kuwa hawakujaisikia, hawajaifeel, hawajafaidika nayo, kwa kuwa ilianzishwa miaka hiyo na ilikuwa iko Nairobi. Lakini hata hivyo mashallah ime spread out by member to member, na imekuwa na members across the country na hata nje ya nchi, diaspora. Kwa hivyo ni vile tu haijakuwa aggressively marketed, lakini ilianzishwa na mwaka huu. Na wale waanzilishi, Mungu ajaze kheri, with the founding chairman, the founding father of this sacco, the late Dr. Sheikh Ahmed Yusuf, ambaye is a well-known scholar katika nchi yetu. Na imani wengi wetu hapa wana certificate zetu za form 4 zimesainiwa na yeye. Ahmed Yusuf. Dr. Ahmed Yusuf. Yule alikuwa NEC. Exactly. Now, yule ndio the founding father. He's our member 001. And alhamdulillah, he expired last year around April. Now tukamstiri in his home in Machakos. Though he's somebody who's also from Mombasa. Alhamdulillah. Sasa yeye, Mungu amjaze kheri na malipo yake Mungu atamlipa makubwa immensely for his effort and his vision, together with the other colleagues at NEC. Of course, SACCOs are everywhere. Every institution has SACCOs. But the SACCOs which are being run by this institution, they are interest-based. Unakupatia hata zile za benki ambao baadhi yetu tulikuwa, unakuta unajoin SACCO as a member, anakupatia mikopo baada ya muda fulani, and anakupa kuchaji interest ndogo 1%, 2%, lakini bado ni interest, bado ni riba, na hiyo ni jambo mbaya. Sasa wao, Mungu ajaze kheri, wakawa hizi sako wako, lakini wakaona awanzisha Kiislamu yeye ambaye alikuwa ndio CEO hapo, na ndugu yetu mwingine aitwa Sheikh Muhammad Mutunga, na another lady yetu ambaye sasa ni treasurer wa hii sako anaitwa Bi Zaitun. Waliona kuna haja ya kuanzisha sako kwa misingi ya Kiislamu. Na just to fast track the story, kulingana na wale walikuwa kituelezea, walipokuwa wamejaribu kwanza kutaka kuestablish hii sako, wakaenda kwa through the ministries, cooperative na wengine, na kawaida wanatakana you have to give your constitution, you have to give your objective, mambo kama hayo. When the authorities then they realized they want to start a sacco based on interest free interest, they were shocked, and they say, how will you survive in such environment, and SACCOs thrive and make money through interest? They say no one to do it. So I was made to understand it was not approved that time, lakini through efforts and consistently then it was approved, alhamdulillah. And that's why it started and it was established that time, alhamdulillah. And the need, the inspiration and the goal was to actually to comply with Islamic Sharia and offering alternative interest-based banking, halal credit. Alafu the other focus was to have fairness and transparency katika masala ya kupeana hivi, na pia main thing was also about social responsibility, because there was a need to have something like that within the society to get them out of the riba-based kind of institution. Alafu it was able to come up with different products, and I don't want to go into details now, maybe enough time. Like it was trying to establish working capital's kampuni, investment opportunity for its members. So people were joining as members and paying a small membership fee, and how it has actually helped them to thrive. Now, how many members do you have? And how can somebody become a member? Alhamdulillah, currently we have about 15,000, going to 16,000. 16,000 members. Closing to 16,000. 15 to, I will get 16,000. Alhamdulillah. By all standard, 16,000 in 20 years is a small number. You realize that.
lakini it's because of the focus and the fairness and the fear the members and especially the chairman had, having people's money and to secure it and use it well. That's why they have not been very aggressively like other SACCOs getting out and giving people money. So they went on very cautiously and gradually, and surely we have reached that people. And going forward, inshallah, we are trying to reach up to more people, inshallah. Now, how can you become a member? Allah is very simple. The process and procedure. Or who can become? Mtu yoyote? Yeah. Muslim, non-Muslim? Alhamdulillah, as I said earlier, this SACCO haichagui can have everybody, anybody, mkubwa mdogo, soko Muslim, haina any discrimination, agenda, race or color. Anybody is welcome. For as long as they will abide by the Islamic principles, za takwa ambao is based in Islam, then they can join. Alhamdulillah. And it's very simple. Just your ID and your care PIN number for those who have care certificate, and then a photograph will be required, passport size. And then if you are a salaried person, mtu ambao unafanya kazi, your payslip to show that you actually earning a salary. If you're a businessman, then if your bank statement or your M-Pesa statement can do. Alafu we start with a very small amount of 1,700. 1,000 is the registration fee for the company, 200 ni serikali ushuru wake, and the 500 shilling is the minimum operating balance account ambao tunakufungulia. Sasa kumitaja account products gani mko nazo? What type of products do you have? We have many products because kwanza the type of accounts are many, because you can have individual accounts, you can have joint accounts, you can have organization account, company accounts, microfinance accounts, minor accounts, total investment account, so the different type of accounts. And alhamdulillah, current account pia ndio check, mtu anapewa check. No, Sheikh Bashir, tumepitwa na wakati bwana. Siku hizi bwana kuna kile, siku hizi ni paperless. Siku hizi kusema kuandika katika mashek, siku hizi kila kitu ni mtandao. Si ndio bwana? Mambo tunaenda digital, sio? So mambo ya makaratasi yankusha. Kwa hivyo wenyewe mtumie check kabisa. Hakuna mambo check. Sisi tunakwenda with time, Sheikh Bashir. Tunakwenda na wakati. Unafanya transactions zako kwa kupitia mitandao. Tuna app yetu inaitwa SACCO application, Takwa SACCO application, ambayo unaweza kufanya transactions zako zote from wherever you are in this world. You can do transactions, especially with now M-Pesa is global, so you can operate anywhere, alhamdulillah. Kwa hivyo hatuna mambo checkbook, ni mambo ya kupitia mtandao. Ama waweza kutumia USSD, tuna code yetu *879# and you can operate. Na inshallah we'll get into details baadaye. Na wafanya biashara pia wanaweza fungua account. Wafanya biashara fungua account za biashara. Account za biashara pia za fungua, na ukafanya transactions zako pale, ukareceive payment na ukalipa payment, na tuna pay bill yetu sisi kupitia Safaricom. Kwa hivyo ukifungua account, when you register, ukishakulipa 1,700, tunakufungulia account mbili muhimu. Account moja inaitwa Bosa account. Hiyo ni savings ama deposit account stroke credit account. Back office. Yeah, that is exactly, yeah. Back office service activity. Hii ni kwa yule mtu ambaye ataka kusave kwa minajili apate mkopo baada ya muda fulani, na which nitawaeleza. Alafu tunakufungulia na nyingine inaitwa FOSA, front office service activity. Hiyo ni ndio kama ile current account yetu. Any loan ukipewa ama transaction zinaingia katika FOSA account yako, which you can now withdraw or deposit. Hii ni Bosa account ambayo is called a deposit ama credit account, is to enable you get a loan after a period of 1 year, and it is non-withdrawal. It is only receiving, you cannot withdraw unless you want to exit kabisa, so that you can encourage you to save, so that after 1 year you can get 3 times what you have saved, and na kutia moyo ili usave na usitotoe ili upate ile pesa zaidi. Now we'll get more into that as different products, inshallah, as a loan. Kwa hivyo you also have financing products to your customers. Katika yani mikopo pia mko na. Mikopo, yeah. Basically, Bosa account is as I said, though it's a non-withdrawal account, it is a credit account which will enable you to get a loan after 1 year, 3 times what you have saved. And hiyo
unapewa kama kardhi hasana. Hiyo hakuna profit. Kwanza the issue of interest hakuna. So you don't have to mambo interest. Sisi ni mambo ya profit ambayo tutafanya biashara kwa pamoja. Kwa hivyo hiyo loan ambayo tunaita under Bossa account ni loan ambayo unapewa after 1 year, after you have made savings consistently and regularly, at least ile amount ya chini ambayo za kuweka ni kama 2000 shilling, na kuna service charge yetu ndogo ya shilingi 200 na serikali na pia sawa hapo kidogo shilingi 40. So ukiota save namna hiyo after 1 year, then you qualify to get a loan 3 times what you have saved. And unachajua only small processing fee baina shilingi 600 na 21,000 depending on what type of loan you have taken and how much you have taken. Let me just mention here, because before I forget, because it will leave a lot of questions into viewers' mind. Under Bossa there are 3 types of loans. Under Bossa kuna loan aina 3. Aina kwanza ni emergency loan, ambao unaweza pata 3 times what you have saved, maximum of 200,000. And Bossa again, there's another type of loan is called education loan, education account, loan ambao ni school fees, college fees and university fee. You can get 3 times what you have saved, maximum of 500,000, repayable in 2 years. Tuko pamoja? Now the other type of account is called business ama investment account. Is 3 times what you have saved, a maximum of 3 million, ambao utaweza kulipa kwa 4 years. Na hii ni kardhi hasana. The whatever you are being given you repay back. Kwa hivyo ukipewa 3 utaregesha 3. Lakini kama tunavyofundishwa pia na katika mafundisho yetu ya dini, kwa kuwa katika biashara yote kama wale katika mlango wa Baitul Mal, ile mafungu matwa 8 ambao wanatakiwa stahili kupa Baitul Mal, lakini pia waambiwa wala amilina alea. Kuna wale wanaofanya kazi pia wanastahili walipokitu. Kwa hivyo hapa kuna small service charge ya between 600 shilling na 21,600 if you are going to get that loan per month ama per hiyo ni once. Unachajua once hiyo ya processing fee wale wanaohusika katika process ile loan mboka hayo, alafu ile loan yako utailipa within the period of being asked. Swali liko hapa, mimi nimesave mwaka mmoja, umenipatia loan ya 3 times, lazima niwe na guarantors? Sasa hapo ndio katika zile requirements ambazo zitakana. Wewe ukiwa umesave na tumesema 3 times. Kwa mfano umesave una 100,000 umefikisha mwisho wa mwaka. Na katika one of the sheria ambayo imewekwa ni kwa before we give you any loan, you have to buy at least 1 share capital of the company, which is 15,300. Na inshallah umenunua, lakini hutaki kununua immediately ukiingia, waweza kununua polepole ukachanga, ili after 1 year before you are given any loan you already have that share capital. Share capital hiyo inakusaidia end of the year, any profit being made by this company will enable you to get dividends kama shareholder, kama mshirika. Sasa ikiwa umesave 100,000, mara 3 yake ni ngapi? 300,000. Kwa hivyo ile 100,000 ya kwanza ndio inakuwa ni first security, wewe inakuwa ni dhamana yako mwenyewe binafsi. Kwa hivyo kuna 100,000 ngapi zimebakia? 2. Utafute 200,000 zilizobakia, utafute members ambao ni watakwa, ambao unawajua, marafiki zako, ndugu zako, colleagues wako, wakufanyie dhamana, wakufanyie guarantee ya ile 200,000 iliyoko. Alhamdulillah, ukipata mtu kama Sheikh Bashir, mashallah Mungu amembariki, ana good savings pale, basi akusema huyu mwanangu Yusuf au Hassan nitamgarantii 200,000 zote. Atasaini fomu, atatoa consent yake, 200,000 zako zitazuiliwa pale. Kama mashallah Mungu amekubariki na milioni au 500,000 zitakuwa waweza zitumia, waweza kugarantii. Kwa hivyo zile zangu zitazuiliwa, nitaziweka kando, ziko pale pale, lakini zimekuwa earmarked kwa hii, ni zimemgarantia al-akh Hassan ama Yusuf kwa muda wa kitu fulani, kwa loan fulani, na umetoa consent such that ikiwa imeshindikana, umeshindwa kulipa, basi atakatwa zile pesa zikulipe up to the extent ya ile guarantee ulitoa. Ukiwa umesema ni 50,000 na 50,000, na ikiwa ashalipalipa itakuwa sasa ni prorata. Hiyo ni sharti ya kwanza, members aweze kugarantii ambaye ni member wa takwa na anastahili kupata loan. Ya pili, ikiwa pengine watu ni 2 3 waweza kufanyia ile akakufanya 50 watu 4 zikazuiliwa, alafu ndio utapewa ile pesa 300,000 katika akaunti yako ya Fosa ambayo utaweza kuzitoa, na utakuwa umechajua
pesa ndogo kama 300,000 utachajua pengine shilingi 1,000, 2,400. Kuna category zake zile amount ya mara moja basi ya processing fee, alafu zile 300,000 utazirudisha. Itategemea kama ni education loan ile utalipa kwa miaka 2. Kama ni investment loan utalipa kwa mpaka miaka 4. Kwa hivyo loan yoyote mnatoa lazima iwe na guarantor. Hiyo lazima ina guarantor. Na ikiwa hujapata guarantor ndio sangine watu wanashangaa kupata guarantor shida. Magarantor wataka kugarantii watu kwa wengine hawalipi. Unaweza kuwa self guarantee, ukajigarantie mwenyewe. Lakini kwa self guarantee you up to the extent of 80% of what you have saved. Utajisave self vipi au utapeana nini? Sasa wewe umeweka pesa zako katika account yako ya Bosa ambao ni non withdrawal. After 1 year una laki yako 1. Wataka loan. Sasa huwezi kupata mara 3 ya ile kama huna guarantor. Lakini utasema basi okay, mimi nitajigaranti mwenyewe. We can give you up to 80% of what you have. Sasa kama una laki 1, tutaweza kupatia 80,000. Hiyo itakuwa self guarantee na utalipa. Na mara nyingi watu huwapenda kutumia pesa za wengine asitumie zake. Sasa yeye atapewa pesa na takwa atatumia, lakini zile zake bado ziko pale pale, atalipa zile kwa kujua ana jukumu la kulipa. Na huwa ni raha. Maana utakuwa huko utalipa na tumefanyia watu na wamefurahi sana. Mashaallah. Sasa maximum loan mtu mnaweza mpa ngapi? Kwa upande hii ya Bosa, katika pande zote yani mtu ataka loan yani maximum kulingana na takwa sawa. Kwa upande wa Bosa ni 3 times maximum of 3 million. Lakini this one alhamdulillah is really evolving now in a change, because even before last year it was actually 2 million. During the AGM ya last year iliyofanyika wakati wa April, basi wali increase to 3 million. Na haya mambo hufanyika, kuna mambo mengi ambayo yanabadilika because hii sako inakutana once a year kwa AGM. Members wote wanaitwa, mashareholders wanaitwa kwa meeting. Kama sasa tutatangaziwa April kwa tarehe ngapi, tutatangaziwa, watakuja kwa hall. Kama ni sana inafanyika kule Nairobi kule Sahali Sports Club pale, itafanywa pale. Alafu kama kuna proposal, kuna anything itatangazwa, itakuwa itapitishwa pale by votes za members, tumekubali. Na sasa kwa hivyo ilipitishwa mpaka 3 million na zile nyingine zikaongezwa vile vile. Sasa mambo mengi hubadilika. Kwa hivyo sisemi itakuwa 3 million forever, huenda ikabadilika. Kwa sasa 3 million. Kwa sasa 3 million. Kwa hivyo mna loan za mtu akitaka kununua nyumba, mortgage? Sasa hizi ni katika mfumo ile account nyingine tunaita account ya Fosa. No, lakini bado ni takwa sako. Bado ni takwa. Sasa kama nilivyowaambia kuna account type aina mbili, ni Bosa na Fosa. Bosa wapata loan 3 times your savings, maximum of 3 million utapata after 1 year. Na Fosa na ilikuja pia kwa kuwa some members were also not satisfied at that time. 2 million or 1.5 was little. Getting members was a problem. Amount was not enough, so they came up with the idea kwa watafungua a window of banking ikaitwa Fosa front office, where you can get a mortgage a loan mpaka 10 million. The maximum we can give at the moment. Na pia ni huenda ika change. Sasa katika Fosa napenda pia kuweka wazi, pia kuna loans za aina 3 katika Fosa. Loan ya aina kwanza ni yaitwa asset financing. Kufinance kununua pikipiki. Sheikh Hassan, kama unataka pikipiki, unataka tuktuk, hiyo Sheikh Yusuf, njoni mfungue account. After 3 months ile pikipiki yangu pale msikitini nimeona ameweka. Ile nilipata kwa njia ya kununua loan. Mimi nilitoa 20% na nitaelezea zaidi, nataka katia 80% kanunua, nikaweka logbook, ndio sasa security yangu. You don't have to look for guarantor. For how long? For up to, you can have a loan ya asset financing up to 5 million for 5 years if you're going to use a title deed. But if you're going to use a logbook ya gari ama ya pikipiki, then maximum ni 3 years. We are clear? Kwa hivyo kuna asset financing ambayo unapata paka 5 million for 5 years if you are going to use your title as a security. But if you are going to use logbook ya gari ama ya pikipiki, then you can have it for 3 years. The other type of loan under Fosa, after 3 months, hiyo inaitwa working capital financing. Watu biashara, wewe mashallah, Mungu akujaze kheri kwa biashara zako, kama unataka hiyo fundimia working capital, unakuja after 3 months, then you can get up to 5 million pia repayable within 5 years. Lazima usave lakini kwanza. Sasa wewe ukiwa umekuwa na account yako ya Bosa umeendesha vizuri
na ya Fosa haina minimum ni ile 500, lakini inaonekana pesa zaingia zikitoka, unaonyesha ability yako ya kurepay, unaonyesha uwezo wako wa kuweza kuweka pesa. You might not have that money, lakini ushirikiano huo ya account wewe wataka raise 20% of the value na TACO itatia 80%. Iwe ni gari, iwe ni nyumba, iwe. Sasa nataka nimalize type of account kisha nitakuja katika zile nitty gritty sasa. Kwanza tumesema ni asset financing na kisha nyingine ni working capital. Hizi ni mpaka 5 million for 5 years. And then the third one is mortgage financing. Mortgage financing ndio mambo ya nyumba sasa. Aidha kununua nyumba tayari katika hizi flats na title deeds zake, ama ni nyumba tu standalone, ama kuna haja ya kutaka kujenga nyumba, you can get financing up to 10 million for 10 years. And then you can use the title deed ya ile nyumba ama ya nyumba nyingine subject to valuation. Maana ile property utapeana mpaka ifanye valuation, iangaliwe kiango kia ile valuation ile property, ile gari inalingana na pesa unachukua, ndio itakuwa security yako. Sasa masharti katika this kind of financing, asset financing under Fosa, iko kwa wewe utoe 20% of the value and of the valuation, na TACO itatoa 80%. Umefahamiana? Ya pili ni kuwa sisi baada ishafanya valuation ishapitisha, utachajiwa 1% processing fee ya ile ambao 80% TACO imeweka, na tutatoa example. Na kisha hatukupi pesa hii type of account, hii tunashirikiana pesa. If you have it in your account ya Fosa ama utaileta, will pay the supplier. Kama ni mwenye gari, ni mwenye nyumba, will pay him all the full amount. Ile 20% yako contribution which you have given as a requirement, na ile 80% TACO itatoa, tutamlipa ile mwenye gari. Kisha wewe utakuwa umetulipa sisi only 1% processing fee, ile 80% yako umetoa, na tutatoa example pale. Kwa hivyo hizi ni aina 3 za Fosa, unazipata after 3 months. Sheikh Hassan, ndugu yangu Yusuf, ikiwa mtaka pikipiki, tuktuk, na hii ndio maana kwa empower people, come open the account inshallah 3 months. Tuko sasa February, March, April, May, baada Eid, kabla Eid ya mfungo 3 utatoa gari, utatoa tuktuk, utakuletee pia natija pesa katika mfuko wako inshallah. Kwa hivyo hiyo ni account ambayo ku empower watu na kuweza kuwezesha kupata pesa. Mashaallah, mashaallah. Sheikh, naona umetueleza vizuri sana. Sasa nyinyi hamuchaji interest. Naam. Na umenipa mkopo wa nyumba. Naam. Faida gani mtapata? Taima. Sasa hapa tunasema ni msharaka. Kuna contract aina tofauti katika, nadhani katika masuala yako tumeonyesha hapo, kuna msharaka, kuna mraba, kuna mdaraba, kuna ijara. Hizi ni katika table contract. Kwa hivyo tukienda katika mambo ya asset financing, na kama nilivyokuambia, wewe unataka utoe stake yako 20% na TACO will give 80%. Alafu sisi tutalipa ile kitu na ile title itabakia pale in the names of TACO, and nini itakuwa mortgage kwa TACO. Utatulipa sisi our contribution of 80%, utatulipa 10% profit per annum payable every month on reducing balance. 10% of the 80% which TACO has put. Kama hivi sasa Sheikh Bashir, wewe uko hapa mtu hapa mashallah, naona na kuna harakati nyingi na kuna matatu nyingi. Pengine kuna matatu umekuja shirika na mwenzako, umechukua wewe umetoa 50%, umetoa 50%. Amekwenda route siku mzima. Jioni akija utamwachia pesa zote. Si lazima kulipe share yako. Sasa hii sisi utatupa 10% profit ile yetu 80% uliotia. Na by doing so huwa unainunua ile 80% ya TACO, unainunua polepole with a small profit. So that after a period of time, kama ni 2 years, ni 3 years, 5 years, then you have bought the 80% share ya TACO umenunua. Sasa you own that thing 100%. You can take your logbook, you can take your title deed if you wish, or if you want another loan, you can use that security to take another loan. Sheikh, hapa swali liko hapa. Naam. Loan 80% ni milioni 8. Naam. Sasa umesema mtachaji 10% Naam. of the 8 million. Naam. Per month. Per annum, payable monthly. Payable monthly. Naam. Kwa hiyo itakuwa ni 800,000 divided by 12. Naam. Fixed. Haiongezeki. Sasa hapo ndio utakuja kuona kuna ukiangalia, because tunasema ni 10% profit
calculated annually, payable monthly, it's not compounded. Ni kwa kile kireduce wewe utakuwa kilipa chini zaidi, sio vile kama unafanya flat rate, because katika account zetu hizi za Taqwa, when you are given a facility like this one, tumenunua kitu shirika, you are allowed to pay even in lump sum, kupunguza deni yako, to reduce it. Maybe if you are given for 5 years, you can pay it in 2 years or 3 years, and by so doing you will have actually be paying less profit to Taqwa because umelipa kwa muda mfupi. The longer the period, the profit itakuwa, maana bado sisi tuko na shirika, lakini ukilipa kwa haraka hata ile profit itapungua. Sasa haiwezi kuwa ni flat figure kama unavyosema ile 10% ya ile itakuwa inaenda ikapungua, kwa kuwa sisi tuna ile 10% is on the reducing balance, not on the flat amount. Sasa mteja ako na sauti ama ako na power ya kunegotiate on the rate of profit. Bwana, badala 10% mimi nitalipa 8%. No. Ke customer now avenue ya kucomplain hapa, ama ni vile umemwandikia nyinyi 10%. Hakuna. A very very good question. Niliwahi kuuliza swali hilo mimi mwenyewe pia, na alhamdulillah nikapata satisfactory answer, because if you look at the market, alhamdulillah zile rate za profit ama interest zinazofanywa hata katika hizi so called Islamic banks, unakuta profit yao is 20%. I don't want to mention when you know them. Now those other conventional banks which have open windows for Islamic banking, pia rate zao ziko juu, and they have put that way. Lakini if you insist utakwenda kunegotiate, they might reduce it maybe not less than 18%. Lakini Taqwa ishaangalia market na inaangalia hali za watu wetu, members wetu ni hali watu wa chini, imekuja na with a figure, though it was actually open for negotiation, lakini ikaonekana this is most reasonable and members have accepted it. Sasa imebakia namna. So je, muda wa kulipa pia kulingana na nyinyi ndio muamua, hii utalipa miezi 5, hii utalipa miaka 2, hii mimi niseme hii nitakulipa mwaka mmoja, au miaka 5. Hiyo ndio uzuri wa Taqwa yetu, ndio kaambia ikaitwa Taqwa, ile ule ucha Mungu. Na je, Mwenyezi Mungu amekupa neema ya kuweza kulipa loan yako kwa muda mfupi, kwa nini umkatalie? Yani kwa muda mrefu, sio muda mfupi. Sisi tumeshakuelezea zile loan za aina fulani muda wake ni hii. Kama nilivyokuambia, emergency loan unaweza kulipa kwa mwaka mmoja. Ikiwa unataka kulipa kwa miezi 8, wabeneama tunakubali. Nikitaka kulipa kwa miaka 2, kwa miaka 2, sasa itegemea loan yako hii sasa imepewa kwa period. Kama kuna uzito unaja kujieleza na utangaza, lakini kwa sasa the way the structure, the scope ni hivi. Kama ile ya school fees, college fees ni miaka 2. Unaona? Lakini cha kushangaza tuma alhamdulillah, kwa kuwa nia ya Taqwa ni njema na kutaksaidia watu, member amesaidika. Unamwambia mtu nimekupa loan kwa miaka 4 kama ile ya Karni Hassan ya 3 million au miaka 3 2 ya nini, unakuta analipa kwa haraka zaidi, kwa kuwa nia yake ni kulipa na Mwenyezi Mungu amwezesha tena lipa kwa haraka zaidi. Kinyume hata zile asset financing, kinyume na sako nyingine, kinyume na benki nyingine na banks, kwa kuwa wao wakishakukwambia ni miaka 3 wataka miaka 3, ukiwa utalipa for less than that specified period, wanakwambia hapana, this because but that's how they are making their money. Lakini Taqwa inakubali wale wakiwa watakukubalia, and for information, some banks and some Taqwa are now agreeing, but they penalize you. Wanakwambia tutakupigia penalty ya pesa fulani, this is akwambia hii ni loss of interest or loss of profit for that period of time ambao utakuwa nini. Sasa wanakuwa kesi Taqwa kuna hivyo. Mwenyezi Mungu amejalia tu umekupa loan ya milioni 1, umelipa imefika 300,000 au 7,500,000 after maybe 1 or 2 years. Mwenyezi Mungu amekujalia neema, atakulipota, utalipota, hakuna mtu atakuzuia. Pesa zitazunguka itakwenda kwa mtu mwingine. Hiyo ndio ule Taqwa ya Taqwa ilionao kwa wateja wake, na ile kwa system. Na the basically ni ile objective na ya Taqwa kuwa empower his people. Mtu ashaweza kulipa, unampa nini nafasi analipa inshallah. Qard hasana ni loan aina gani shekhi? Hii ni katika zile loan za bosa, za emergency, za school fees na business loan, hiyo ambayo ya 3 million, ambayo hiyo haina profit charging yote, ni processing fee ndogo basi. Utarudisha pesa hiyo kwa 1,300,000 utarudisha 1,300,000. Mashaallah. Sasa Sheikh Salim, naam, Taqwa Sacco naam inaendeshwa kwa maadili ya Kiislamu. Naam. Sio? Naam. Sasa ni nani anayeangalia kwa nyinyi
mnapeleka hii sako kwa maadili ya Kiislamu? Alhamdulillah. Wallahi swali zuri ambalo nataka jawabu nzuri sana. Unaona, alhamdulillah, katika conventional banking kwanza kuna serikali. Banks, na wewe alhamdulillah una uzoefu wa banking, umejalia background yako ya banki pia, unajua banks zinakontroliwa na nini? Na central bank. Naam. Na sako zinakontroliwa na SASRA. Is the equivalent of a central bank kwa SACCOS. Hao ndio wanaangalia regulatory body ya kwa hao wanafanya dhambi fulani, wanafanya audit kila saa. Lakini mbali na hivyo tuna na internal sharia compliance ya kuweza kuangalia maadili ya sheria ambayo inaangalia. Hawa ni independent bodies, independent body. Sharia compliance yetu inafuatwa na hawa watu ambao wanaangalia operations zetu, product zetu, ikiwa haziko in line with the Islamic Sharia ndio wanazipiga Sharia board. Sharia board, Kwa hivyo mko na Sharia board? Tuko na Sharia board alhamdulillah. Tena kuna wataalamu watu alhamdulillah wazoefu katika masala ya dini ya Sharia, na alhamdulillah wametakharij kutoka university za kisawasawa na wanaziangalia. Na as I said, this is an independent board ya kufanya Sharia Supervisory Committee which is independent of the board of directors. Hawa ndio wanaangalia maadili kila kitu alhamdulillah, na wanao power ya kusema hivi msifanye, fanyeni hivi, na board inasikiza bila shaka. Na ndio maana tumefikia kiwango hichi, na alhamdulillah tumekuwa vikubwa, na alhamdulillah inaendeshwa saizi na ndugu yetu maarufu Sheikh Abdul Latif Abdul Karim. Ni shekhe maarufu yuko pale Jamia Mosque, na ndugu zake wengine ambao pia ni watu wametakhasus katika masuala ya sheria, kama ndugu yetu Saleh Osore na bwana Tego mlikuwa naye hapa. Ni wale ni washauri wa sheria katika hii takwa yetu, ambao alhamdulillah ana Mungu wazesha, na ndugu yetu mwingine anaitwa Sheikh Ishaq Hussein, ambao wanaangalia kwa undani, na watu independent kabisa, hawana kushawishiwa na mtu wote. Hili ni sawa wa neema, hili si sawa, stop, tunaachana nalo. Naam, tuendelee mbele. Naam. Mtu ameweka savings kwenu. Naam. Lazima atalipwa kitu. Dividends. Naam. Profits. How do you calculate that? And how do you distribute it? Alhamdulillah, katika kuweka zetu zile type of account tegemea umeweka katika type gani. Na mara nyingi ukiwa umeweka account yako katika zile deposit ili upate loan after some time, hatuna interest nalipa wala profit nalipa kwa zile savings unapata, na ziko wazi. Lakini kuna ile what we call share capital, ambayo hii ni shareholding of the company, ambayo is going now kwa 15,000 plus 300 registration. Unanunua hiyo share. Kuna wengine wananunua share kwa kuwa is a requirement before you are given any loan, you have to have a share, at least one share. Lakini kuna wengine watu ambao mashallah anakuambia mimi niko sawa, I don't want any loan, lakini nataka niingie itakuwa ninunue share ili nipate dividends end of the year. Ananunua share. Kwa hivyo wale ambao wana extra money floating, wana invest katika buying a share capital of the company, end of the year wanapata returns ya investment yao in terms of dividends from the company. Kwa hivyo mnapeana dividend. Napeana dividend. Na profit pia mnagawanya hapo. Your dividend inatokana na profits made. Ile profit made by the company end of the year. For example, alhamdulillah, record ya dividends has been very satisfactory. 2023, you can be a member of SACCO, yeah, of Taqwa SACCO, lakini not a shareholder, either because pengine hujachukua loan au ulichukua loan kisha ukauza share yako. Si lazima uwe na share. Si lazima uwe na share, lakini when you are actually we are giving you a loan, lazima ununue share, at least one share, because ile profit ambayo tutapata na biashara yako ile, wewe pia utafaidika in terms of dividends end of the year. Na uzuri wenyewe mashallah, Mungu ajaze kheri ya watu waliofanya haya, na any other business Taqwa is going to do with other members and get profit, it goes to a kit, to a pot. You as a shareholder, you have no business with the business umefanya na Hassan au na Yusuf, lakini end of the year whatever profit you have made from them pia utapata dividends kutokana pale. Kwa hivyo you can buy, so you can be a shareholder, you can be a member but not a shareholder.
and we encourage them to save and buy at least share. So ukiwa na share moja, sasa 2023 kampuni ya Taqwa ilitikeza profit alhamdulillah. Wakasema kila mwenye share moja akapata 1730 thereabout kwa one share. Mwenye share mbili akapata mara mbili. Alhamdulillah 2024 mwaka juzi baada ya biashara iliyofanywa, watu wakakutana mwaka jana katika AGM iliyofanyika Nairobi in April 2025, ikatangazwa ile profit iliyofanyika kwa mwaka 2024 was about 50 something million. Wakasema na ikapitishwa pale kwa itatoa kwa kila share moja itatoa dividend ya 2200 something, karibu 2300, ambayo it was an increase of how much? Almost 1000 shilling compared with 2023. Na biidhnillahi taala tunatarajia ndugu zangu mnaonisikiliza 2025 nadhani biashara itakuwa ni nzuri, profit huenda itakuwa ni nzuri, matarajio yetu. Kwa hivyo shareholders will get hopefully a good dividend wakipisha katika mkutano. Kwa hivyo hii inaonyesha tena it was a good market. 2023 it was about 11%, hii 2024 it was about 13 or something, so nakuta percent at least an average of 10% return is a good one. Yeah. Ukikompea na wale wengine. Kwa hivyo hii tuna encourage watu wetu, na wengine wanasema wanataka only to buy share capital, tunakaribisha, hutaki kuchukua loan. Lakini wewe pia ukiwa umefungua account ya Bosa, umefungua account hapa, hata kama utaki loan, una ndugu yako, una rafiki yako, una colleague yako akitaka msaada kumgarantii, then you can guarantee, because hii ni sako, hii ni ile kama takaful, watu wamekuja pamoja, wameka source pamoja, na that's why we encourage people, friends, families to open accounts so that they can help each other inshallah. Na kama sikuchukua shares usipati dividend, upati dividend, itakuwa nimesave tu, utakuwa umeweka tu pesa yako. Sasa pesa yangu haipati kitu, pesa yako haipati kitu kwa kuwa wewe umechukua pengine kitu ambacho utapata ni kwa kuwa umemsaidia mtu fulani pengine kupata loan, amba baada ya kumpa pesa yako umempa guarantee. Kwa hivyo nikiweka 100,000 sikuchukua share, mwisho wa mwaka sipati kitu, lakini pia upati kitu na ukati kitu. Yategemea ukiwa umechukua. Hapa ndio mahali muhimu sana ndugu zangu msikilizeni. Maana yake sangine ushauri ni muhimu. Nimepata watu sangine wanakuja kulalamika, nimeweka pesa hapa zimekatwa vile hivi, na ndio it is very important. Na nataka msikilize kwa makini, listen to me carefully. It is very important to declare your interest. Wewe unataka kuweka pesa ili upate loan baada ya muda fulani, au unataka pesa zako zikae safely, shona, au unataka pesa zako zipate return. Kama unataka pesa zako zipate return, we will encourage to buy share capital. Tapata return kila mwaka, which is halal, because the business we are doing is halal business. Lakini ikiwa wewe unataka kuchukua loan, then tunakushauri uweke katika account ambayo haina ile monthly charge, because huna haja. Lakini ikiwa nia yako wewe unataka kumgarantii mtu na unataka loan, lazima tukuwe katika account ambayo itakuwa ni ile monthly charge yako. Kwa hivyo tutaka tuangalie, ndio it's very important. Ndio tunawa encourage our colleagues na wafanyakazi wetu, our staff, to understand the needs of our members. And that's why we say it's very important, and you have done that when you're in the bank. KYC. Know your client. Know your clients, what they want. Yeah, you know outfit yake, family yake, then you know what kind of product we're going to sell. Ukimwona mtu ana watoto na unampa option kwa account za watoto. Ikiwa unamwona mtu maskini haja kwenda haji, ana hamu hata kwenda haji, vipi, tunamwambia kuna account ya haji account, unamfungulia, anaweka akiba yake pale. So it depends, get to know your customer. KYC ndio upate kumadvise accordingly with the product that you have. Now, do you have accounts for the youth or women? Yes, we have all those kind of accounts. We have accounts za chama, we have accounts of groups. So even when groups, si tuna mama ile kama ile groups za kina mama is merry go round, tuna mambo ya chama, you can open account in the name of the company, and you can benefit as a group, as also as individual. Kwa hivyo iko vijana piko youth ziko. Tuna account tunaita kwanza account ya aulad account. Hii ni junior savings account. Una mtoto wako amezaliwa leo, wataka kufungulia account, wameneama anakuja. Madama amekuja ulimwengu anaweza funguliwa. Na kuna account za students za fungulia. So we have account, different kind of account for different people. It just depends what exactly you want. Tukisha kujua scope yako ni gani, what do you want to achieve, then we'll be able to guide you and advise you accordingly, inshallah. MashaAllah. Yeah. And how has Taqwa Sacco impacted the Muslim community?
Imesaidia vipi umma Taqwa Sacco? Alhamdulillah, wallahi from kwanza nilisikitika kwa hii chama hii Sacco imekuwa in existence for so long, but it's not really najua hili katika swali lako jingine, lakini ni wajibu wetu kama vile Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhusia kwa kuwa asema balighni walau aya, baligh anni walau aya, because it's important. Whatever good thing you know about Islam, about anything, it's always good to share it with the rest, because unafaidisha watu wengine. Kwa hivyo hawa members ambao wamefungua wako katika Sacco wameitisha wengine, wamekuja wamejoin, wanafaidika nao as a guarantor au wanagarantia. Lakini cha muhimu nimeona mimi members wamefaidika pakubwa sana, tena si wadogo si wakubwa, sio kina dada si kina mama. Alhamdulillah, kuna clip moja nadhani nitakurushia siku nyingine. Kuna mama mmoja alikuwa yuko katika mkutano fulani AGM, akajieleza mama mmoja Somali, akaeleza kabla hujachukua loan ujue wataka loan kwa mambo gani ufanye, akatoa ushauri mzuri sana. Kwa hivyo na hao watu wamechukua, wamefaidika katika biashara zao, wamefaidika katika kufalimisha watoto wao, wamefaidika katika kupata majumba ya kuishi na kuimprove katika majumba yao. It has improved the welfare of the members. Imesaidia umma kwa ujumla pakubwa sana. Kwanza cha muhimu zaidi na cha msingi ni kwa imesaidia umma kwanza kutoa alternative financing, kuwatoa katika riba kuleta katika mahali non riba environment. Tayeb, hilo mmoja la tosha. Hata usitukue loan, lakini kumtoa mtu katika hali mbaya ukampa hali nzuri alternative, hiyo ni neema moja kubwa sana. Alafu yale mengine yaliyotokea hayo sasa ni ziada tu, lakini kwa iko that's good enough. Naam, agent banking. Taqwa Sacco iko na agent bank? Do you have agents outside your branches? Let's say in Mombasa, you have a branch in Mombasa. Naam. Huko mitaani, mashinani mko na agents? Alhamdulillah, hilo ni jambo ambalo kwanza nimekuja nimerealize lilikuwa likifanyika hata kabla hawa mabenki wengine walikuwa wakifanya. Kwanza nimekuja kufurahi, kuna ndugu yetu mmoja nimesikia na sijui jina lake kusema Garissa. Nasikia alikuwa anafanya mambo ya pesa na hivi. Na huyo nadhani has been instrumental, and some other people, kuna mwingine pia hapa Mombasa, to recruit members on behalf of Taqwa. Tena nadhani alikuwa akifanya kama as a hobby, just to encourage people because anaona jambo la maana. Fi sabilillah. Fi sabilillah. Nadhani Taqwa wenyewe wakaona watamfacilitate, labda watamcompensate, lakini ni mtu ambaye amefanya. Ndio maana wengi katika members wetu hivi sasa nasikia katika efforts za watu, mmoja hapa Mombasa, mwingine huko Garissa, akiremember. Na utaona ndugu zetu wa Kisomali ambao mashallah wamekuja ku understand, ni watu wako very sensitive na mambo ya interest, wakaona wamepata alternative, wakaingia kwa wingi na ndugu wetu wakasaidia pakubwa. Sasa kuna mikakati ya kuweka formal agency. You have to put your house in order, you have to put system in order, and you have to put everything in proper perspective ndio kufanya. Lakini ni jambo ambalo nia iko in the kwa sasa hakuna. Kwa sasa hawajaifanya, lakini kwa mtu mwenyewe individually, sagine mtu ameleta kasa mwenyewe, nimefurahi, nitamchukua cup of coffee, nitampa pengine bashishi hiyo na, lakini formally kwa hiyo kuletea customer 10 utanipa vikombe 10 vya chai. Bila shaka utakunywa chai au kama mfunga nitakupatia futari, utakwenda kula mbele inshallah. Mashaallah. Lakini hiyo ni mambo iko katika the new strategic plan, mambo yako hadi mambo ambayo itakuwa implementation, the system ambayo najua ni katika swali ambayo iko nalo about the system ambayo iko itakuwako, itafacilitate members kama vile Safaricom, the other mobile banking wameweka agency na mambo kama that will also happen inshallah. Najua you are interested, najua una hamu sana. No. Na nataka nyinyi muingie kwa market inshallah. Jambo lingine, penetration level ya Sacco. Naam. Especially Islamic Sacco. Naam. Utaona watu wengi hawajui kuhusu hasa Islamic Sacco. Naam. Sasa kama Taqwa hivi, mna programs zote za kuelimisha watu, pengine kupitia kwenye misikiti, kupitia kwenye radio, katika internet? Wallahi swali zuri, na ni swali ambalo lina changamoto. Kwanza, you are very right, maybe our sensitization has not been aggressively kama done as you had indicated, but kila kitu kina wakati wake. Alhamdulillah, as you are aware, Mombasa didn't have this branch. Now members in Mombasa were getting service through mobile banking, through email na mambo kama hayo.
lakini alhamdulillah when I came to know about it nikaona hakuna, tukajaribu kuzungumza na management wa Usana na Mungu amjaze kheri, the late Dr. Ahmed Yusuf akalitilia taufiki na alhamdulillah wakakubali, wakafungua branch Mombasa kwa taufiki Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa is now changamoto ni kuwa sensitize kwa watu wa Mombasa. Yes, sensitization tunafanya meeting na organization tofauti, tunakwenda misikitini, lakini kuna kidogo pia changamoto. Some masajid na some shekhe pia wana kidogo wanasema hii ni biashara, kuitangaza msikitini sasa hivi. So tunaenda kitu tunafanya 1-to-1 au tunaweka brochure pale nje, wengine tuwaalika watu fulani au tunawatangazia tu wale wanaohusika, kwa kuwa kuna shirika la sako linaitwa hivi na hivi liko mahali fulani Getu Salmalgani, huyo hapa ni katika wahusika, anataka kumuona. Lakini sasa kulitangazia pale na kulieleza kwa some people imekuwa kidogo ni mtihani. Washauri misikiti fulani na kwa ni shida, lakini tunajaribu kwa kadri tunavyoweza ku reach out. Kumalizia Sheikh, what challenges does Taqwa Sacco face katika country generally? Challenges that you face? Alhamdulillah, ya challenges ni mingi. Kwanza unakuta members demands are many and hawezi ku reach in terms of their aspiration because the limitation, na alhamdulillah kuwafikia watu ambao tunavyohitaji inakuwa pia not as easy, na kuna vitu vingine ambazo some people wish to have lakini hatujaweza kupeana because ni mambo pengine ya not in line with the sharia. Shona, so tunakuwa na vitu kama mpaka zipitiwe katika sharia zizungumziwe, na alhamdulillah we are trying to penetrate every market ambao tutaweza kuifikia, lakini pia tunaangalia the return because sisi tunafanya hii pia ni kama biashara tupate, lakini tutakutia mahali pia tunafanya ni hasara because the money which we are holding is on behalf of members. So if you are going to poke in this savings za watu alafu tufanye kazi hasara, ndio itakuwa ngumu. Kwa hivyo we are trying to ensure that every venture is done profitably for the benefit of the members. MashaAllah. Kwa hivyo that's our take. Do you have competitors other Islamic circles? Alhamdulillah, competitors are always there, and if sasa there are some circles, traditional circles ambazo zilikuwa wametoa window sasa. Wametoa window kama vile Islamic banking, kuna bank sasa no, nasema Islamic circle kama nyinyi. Ziko zingine, maybe you can name one. If I name one now, nitakuwa nafanya advertisement. I mean, I'm not supposed to advertise for others. Lakini ziko baadhi ya sako fulani wameanza Islamic window ambao pia bado nasikia kuna changamoto kwa some of them because unajua unataka kufanya ile conventional, unataka kufanya na mambo Islamic, zingine zinakuja mahali zinagongana, lakini hii yetu is purely 100%. Sidhani kama zingine despite kwa wanasema ni Islamic bank, sio kama na mambo kadri hasana. I've not been able to understand. So as much as they are there and there are some, so you have competitors. They are about Islamic circle. They're not Islamic circle. They are window for Islamic. Kwa hivyo hakuna pure Islamic circle other than Taqwa. That is what I understand. Lakini kama watu wengine watajiita ni Islamic circle, then itakuwa ni kama zile commercial bank, wanajiita commercial bank na wao na windows za bank. And where do you see Taqwa Sacco in the next 5 years? Inshallah. Wallahi, swali yetu mimi bana personally alhamdulillah, na natoa kauli biu kwa board na management. Mimi personally alhamdulillah, what I've gone through and what I've seen, nimeona Taqwa Sacco has huge potential for growth. For as long as watajaribu kufikia ile whatever strategic plans wameziweka na kuwajali members, it can reach, the sky is the limit. Kwa hivyo nimeona wana huge potential for growth and for the benefit of members. Nimeona constitution na ile objectives zao, mmoja wao ilikuwa inasema kanuni namba gani, kwa the objective is to empower, to help and to empower its members. Na indeed it will do that for as long as it will now be ensuring kwa we catch up with the system, we catch up with what is happening, and we catch up with the demands of our members. For as long as they are actually Islamic compatible, I think the sky is the limit for Taqwa. Kwa hivyo it has in the next 5 years tukikaa hapa kuzungumza, maybe the membership will be 10 times. Inshallah. Kuna shekhi mmoja alipokuwa alipata
kujua briefly about Taqwa. When I was talking to him, nataka kwenda msikitini kwake kwenda kutangaza, akaniambia mimi I cannot let you come, just come and explain to me. Basi alhamdulillah nikaenda nikamuelezea, na mtu kidogo ana understand finance. Basi katika wakati fulani akaja akasimama mwenyewe akajieleza, akasema mimi nimepata kujua mambo fulani nimeona ni mazuri, lakini nasikitika kwa membership ni kidogo kulingana na members ambao wako nao kwa sasa. Maneno yake si yangu. Na kulingana na population ya Muslim in Kenya, tukiambia tuko 30%, basi mimi nilikuwa nafikiria membership ya hii kampuni ingekuwa sasa maybe we're talking about 1 million or 2 million members or more than that. Lakini so, inshallah we'll get there, and we'll be able to reach up to more Muslims and even non-Muslim, and we'll be able to meet the objectives of the members to meet their aspiration inshallah. Sheikh, kumalizia, naam, unawaambia nini wale wanaotutazama sasa? Bismillahirrahmanirrahim. Mimi naona nimezungumza mengi, lakini bado kuna mengi mengine ya kuzungumziwa, lakini kwa uchache mimi naweza sema hivi, na nilikuwa nikimwambia ndugu yangu mwingine, Nabii Ibrahim alayhi salam alipokuwa ameona nyota akataka kuziabudu, si ndio? Akaona, kisha akabadilisha nia, akaona mwezi, akasema atakuabudu. Kisha akaona nini? Jua. Lakini akaona huenda akapotea, si ndio? Si Nabii Ibrahim, ni kaumu ya Nabii Ibrahim. Kaumu ya Nabii Ibrahim. Lakini kuna aya nadhani Nabii Mungu akisema hivi. Nimeona nyota, akaona hii, lakini kwa ufupi mwisho akamwomba Allah Subhanahu wa ta'ala amwongoze katika njia sawa. Mimi background yangu alhamdulillah ni kwa banking. Nikatoka nikaingia investment banking. Nikatoka nikaingia ngiko na huku, lakini ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala amenijalia nimejua mambo ya sako na hii tena takwa, ni kama ile dua yangu imetakabaliwa, because when I left the bank nimeacha kwa masuala haya ya riba. Lakini nilipokuja kudiscover takwa sako, na kwa tawfiki Allah alikubali maombi, Mwenyezi Mungu amekubali yangu, na hao wenye sako walikubali kufungua ofisi. Kwa hivyo mimi naona katika takwa, na ndio maana nimesema Mombasa branch na Coast in general have to embrace this sako, wakuje kwa wingi, na sikuja kufungua account tu. Mimi kibarua kikubwa niko nacho ni kuwahimiza watu kwa yale malengo yao wanaotaka ya maisha, tuweze kusaidiana kwa tawfiki Allah tupate. Mtu ataka kununua gari, mtu ataka kununua pikipiki, ataka kununua tuktuk, huwa namwambia kwa muda gani. Kwa hivyo jamani, njooni. Kufungua account is something else, na kupata matabu yako ni mambo mengine. Tutasaidiana mkono kwa mkono, na kwa tawfiki Allah Subhanahu wa ta'ala utapata malengo. Ndio maana nawaambia majenzi, naanzia na hao wanaochukua makamera hapa, tafadhali, kama huna pikipiki, kama huna tuktuk, kama huna gari, kuwa na nia. Wewe kama ninavyosema, ukishakuazimia tawakkal ala Allah, njoo na Allah alhasbu. Kwa hivyo uje, tutasaidiana. After 3 months bidillah ta'ala utapata malengo. Kwa hivyo potential iko, njooni kwa wingi, tutasaidiana, and we can make this taqwa much better than how we found it inshallah bidillah ta'ala. Shukran watazamaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu. Mmemsikia Sheikh Salim Galgani vile alivyotuelezea, na anasema amekava hata nusu haijafika hizi karatasi zake, na tumechukua zaidi ya lisali moja. Lakini inshallah mara nyingine tutakuita tena uzidi kutuelezea. Inshallah. Nataka tuende step by step. Naam. Ndio watazamaji wazidi kujua kuhusu sako kwa ujumla, Naam. Islamic sako hasa, na taqwa sako. Kwa hayo machache, shukran wa jazakumullahu khair.